Naitwa Nudi Ngunyani, mwenyekiti wa Seneti mkoa wa Ruvuma. Leo nimefanya ziara kwenye chuo hiki cha FDC Iringa. Lengo kubwa la ziara hii kumekuja kuzungumza na nyinyi wanafunzi wenzangu. Mimi mwenyewe pia nasoma. Kwa usije mkaona nikasema blaza anasoma au asomi, mwenyewe pia nasoma. Kwa hiyo nyinyi ni wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo nimekuja kuzungumza na nyinyi. Pamoja na kuja kuzungumza na nyinyi, kuna mambo mengi ambayo tunataka tukafanya, lakini kwa leo kwanza nitafanya jambo moja. Kwa kutambua kwamba kuna umuhimu wa michezo kwenye taasisi zetu za elimu ya vyuo vya kati, lakini kwa hiyo mimi leo cha kwanza nimekuja kutoa semina ndogo sana. Cha kwanza, lakini cha pili nitatoa zawadi ya jezi. Nitatoa zawadi ya jezi kwa ajili ya wanaume. Lakini pale Mungu atakaponijalia kwa siku nyingine, basi nitaangalia pia na pande nyingine kwa ajili za wanawake. Kwa hiyo nimekuja na hiyo pande. Sababu mkuu na mambo mengine na ratiba nyingine, na tunaamini kabisa mkuu amekuja kunitambulisha kwenu. Tutafanya zoezi la kukabidhi jezi, lakini baada ya kukabidhi jezi nitakuwa na mada chache. Unaona Simba? Ndio. Simba mpo? Ndio. Viongozi wa serikali njoni na viongozi wa serikali. Viongozi watatu wa Chama cha Mapinduzi, watano mbele kwa kuja kwa kanisa jezi kwa ajili ya michezo. Jezi kama unavyoona kufanyia sio kitu kidogo, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Wanasema kutoa ni moja, hamjui siku hizi kwamba mtu anaweza akawa naje, lakini kwanza tunakutupa kukuletea hizi jezi, maana bwana wao wa jezi nasema. Kwa hiyo mimi leo nikasikia kwamba nikasema nije niwatembelea. Na jukumu kubwa la Seneti ni pamoja na kusikiliza. Na tunapozungumzia Seneti tunaongea shirikisho la vyama vikuu. Ni sehemu mojawapo ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi ambao tunazungumzia UVCCM. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kikaona kwamba kiwe na Seneti, shirikisho la vyama vikuu, ambalo ndio litakuwa sauti kwa wanafunzi walio kwenye vyuo vya kati na vyuo vikuu. Kwa hiyo Seneti ni sauti ya wasomi. Kwa nyinyi ni wasomi na sisi ni wasomi, lakini kupitia Seneti tuna kazi, tuna wajibu wa kuja kusikiliza changamoto zenu, lakini pia kushare maarifa mbalimbali kuhusiana na mambo yaliyo sasa. Si ndio jamani? Kwa hiyo mimi cha kwanza nitasikiliza kutoka kwenu. Mimi sitaki kuwa mzungumzaji sana. Nitakutumia muda mfupi nitasikiliza kutoka kwenu. Lakini baada ya kusikiza kutoka kwenu, vile ambavyo mnavyo, basi na mimi tunaweza tukashare. Mimi natamani kesho na kutoka chuoni, wengine wanakuwa viongozi, wengine watakuwa wanafanya kazi nyingine za utumishi wa umma. Sawa ndugu zangu?